Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans. Unafahamu ya kwamba wananchi leo hii wameelekea pale hapa nazungumzia Zanzibar katika mchezo wao mkubwa kabisa dhidi ya KVZ, ambapo kikosi cha jumla wachezaji 23 wameweza kuondoka kambini pale katika kambi ya Young Africans na kuelekea Zanzibar katika mchezo huo ambao unakwenda kupigwa tarehe 26, yani nazungumzia kwa siku ya kesho majira ya saa 1:15 pale katika uwanja wa New Amani Zanzibar. Kwa kile kinachoelezwa ni kwamba klabu ya soka ya Young Africans imetangaza wachezaji ambao watakaoanza katika mchezo huo. Kumbuka ya kwamba Young Africans ni kana kwamba kombe hili wanalitaka, kwa sababu si kwa kile kikosi ambacho wameondoka nacho. Wanafahamu ya kwamba hivi karibuni katika mashindano haya timu baadhi zimekuwa zikipeleka wachezaji ambao hawana mvuto katika mashindano hayo, yani kimaanisha kwamba wale wachezaji ambao hawapati nafasi ya kucheza katika michezo yao kwenye timu zao, hivyo basi wanapopata nafasi ya mashindano kama haya ndio huwatumia. Lakini Young Africans imekwenda na full kikosi chote ambacho unakifahamu wewe, kasoro Alidi Aucho ambaye yeye unafahamu kabisa kwamba yeye ana majeraha yake ambaye aliweza kuyapata na atola ya ukwasi. Kwa hiyo wachezaji 23 ndio wameelekea pale, wameelekea katika kombe la shirikisho, katika kombe la muungano. Sasa kocha Merudi Amde ametangaza kikosi chake ambacho kinachoanza katika mchezo huo mkubwa kama ifuatavyo. Mimi nimekusogezea kikosi hichi, utakwenda kujua katika kikosi hicho nani amepangwa na nani ambaye hajapangwa. Ila kabla tujaendelea, nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika channel ya Wina Media, ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu neno jekundu liloandikwa hapo no subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo. Subscribe na kisha bonyeza alama ya kengele kwa mwendelezo wa taarifa zetu pindi ambapo tunapokuwa tukiweza kuwekea katika chaneli yako pendwa ya Wina Media. Tuanze bana, kikosi ambacho kimetangazwa na kocha mkuu wa Young Africans Merudi Amde ni kama ifuatavyo, ambapo golini anasimama hapa nazungumzia golikipa Djigui Diarra. Unafahamu bora wake, moja kati ya magolikipa bora kabisa kwenye ligi kuu ya soka Tanzania bara, ambapo amekwenda kuiwakilisha Young Africans katika michuano ya muungano, ambapo Young Africans inaonekana ni kana kwamba taji hili wanalitaka kweli kweli. Ukiweza kushuhudia mpaka Diarra wameweza kumchukua. Pengine mawazo yako ungewaza wangeweza kudaka kina Abu Twalibu Mshele, Abubakar Komein, lakini kwa nini Young Africans wameamua kuweza kumtumia golikipa wao namba 1? Kwa hiyo unaonesha ni kwamba uzito wa mechi hiyo kwamba Young Africans wao wanalitaka, yani kombe wanalitaka. Bana, katika nafasi ya beki namba 2 anaanza si mwingine bali ni Israel Mwenda. Nafahamu bora wake, moja kati ya mabeki ambao wameweza kujiunga na Young Africans katika kipindi cha dirisha dogo, lakini kuaminiwa kwake unaweza kusema ni kana kwamba alianza na msimu mwanzoni kabisa, lakini yeyote ni kuaminika ni kwa sababu ya kutokana na ubora ambao wanaoonyesha katika show za ligi kuu ya soka Tanzania bara, ambapo anaendelea kuweza kujiwekea uaminifu mkubwa mbele ya kocha Merudi, akiendelea kumwamini na kuweza kumpatia nafasi. Kwa hiyo utakwenda kushuhudia hilo itakayokwenda kutokea katika upande wa kulia ambao ni beki namba 2 anasimama Israel Mwenda, lakini katika upande wa beki namba 3 anasimama si mwingine bali Nixon Kibabage. Unafahamu ubora wake, moja kati ya vijana ambao wanapatikana pale kwenye kikosi ya Young Africans, amekuwa na moto mzuri, ubora mkubwa ambao anaendelea kuonyesha kwenye kikosi ya Young Africans. Katika upande wa kushoto kazi yake ni moja tu, kupandisha mashambulizi na kurudi kukaa katika nafasi yake na kuweza kujilinda vyema, kuhakikisha kwamba nyavu za Young Africans haziguswi na KVZ katika mchezo huo. Kwa hiyo
upande wa kushoto anaanza si mwingine bali Nixon Kibabage. Lakini katika upande wa beki namba 4 anasimama Ibrahim Hamadi Baka akicheza katika dimba la nyumbani kabisa. Unafahamu ya kwamba pale unapomkuta Ibrahim Hamadi Baka katika maeneo ya kujidai, basi unafahamu shughuli yake ni nyumbani kwao Zanzibar pale ambako kinapigwa kipute hicho. Lakini katika upande wa beki namba 5 anasimama si mwingine bali ni captain mwenyewe wa kikosi cha Young Africans. Unazungumzia Bakari Nondo Mwamnyeto akiweza kusimama katika kikosi cha klabu ya soka Young Africans ambacho kimetangazwa na kocha Merudi kusimama katika upande huo wa nafasi ya beki namba 5 akisimama kuweza kuongoza safu ya ulinzi ya kikosi cha Young Africans. Lakini katika upande wa namba 6 anasimama Duke Abuya. Unafahamu bora wake, moja kati ya wachezaji bora kabisa ambao wanapatikana kwenye kikosi cha klabu ya soka hapa nazungumzia klabu ya Young Africans. Amekuwa na mwendelezo mzuri kweli kweli, matumaini yamekuwa ni makubwa. Wengi walizani ya kwamba pengine kukosekana kwa kiungo bora Tanzania, hapa nazungumzia Alidi Aucho, basi bila shaka watu pengine watakuwa wakiweza kupata wakati mgumu kukipanga kikosi cha Young Africans. Lakini uwepo wa Duke Abuya ambaye anaweza kucheza zaidi ya namba 3 ndio unamfanya mwalimu Merudi Amdi aendelee kuwa na jeuri ya kuweza kumpatia nafasi. Kwa hiyo namba 6 atasimama hapa nazungumzia Duke Abuya. Lakini katika upande wa namba 7 atasimama Max Nzingeli. Unafahamu bora wake, moja kati ya nyota makini kabisa ambao wanapatikana kwenye kikosi cha klabu ya soka, si wengine Young Africans. Nizamu maarifa mguuni, kasi na mbio, utakwenda kushuhudia ubora mkubwa ambao wako nao Young Africans katika kombe hili la Muungano. Lakini katika upande wa namba 8 hapa unazungumzia utakutana na Mudathir Yahya akiweza kuanza katika nafasi hii. Mwalimu ana kitu cha muhimu anakihitaji katika kikosi hicho, ndio maana ameweza kuweka full kabisa nondo zenyewe akiweza kuzipanga vyema kabisa kuhakikisha kwamba hawezi kuweza kupoteza mchezo huu muhimu. Lakini katika upande wa namba 9 anasimama Kennedy Musonda. Unafahamu bora wake, moja kati ya washambuliaji bora kabisa. Hajawika na kikosi cha Young Africans, lakini katika timu yake ya taifa ameendelea kuwa ni msaada mkubwa, jambo ambalo linazidi kuweka maswali. Inakuwaje katika timu yake ya Young Africans nafasi ama ubora wake si kama ule wa Zambia? Ni maswali ambayo hata yeye mwenyewe binafsi anakuwa anaendelea kujiuliza Musonda. Kwa hiyo game ya kujiuliza na hii ajiulize vipi anastahili kuendelea kubakia Young Africans ama itakuwaje. Lakini katika upande wa namba 10 anaanza si mwingine bali ni Clatous Chota Chama, mwamba wa Lusaka, mzee wa kuwagalagaza. Mzee wenyewe alimuita mzee, lakini anazidi kudhihirisha kwamba yeye bado yumo kabisa. Yani ni kana kwamba unaweza kumuita mtoto wa 2000 kwa kazi kubwa ambayo anaifanya kwenye kikosi cha Young Africans. Lakini katika upande wa namba 10 na 1 hapa unazungumzia utakutana na si mwingine bali ni Clement Mzinze. Unafahamu bora wake, moja kati ya wachezaji ambao wanatajwa kuja kufanya makubwa kwenye ardhi ya Tanzania. Kwa hii ndio kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans kinachoanza dhidi ya KVZ katika mchezo wa kombe la Muungano ambapo linafanyika pale